Umoja wa Ulaya umekiri kwamba hautaweza kuipatia Ukraine silaha za kutosha kupambana na Urusi. EU imetangaza kwamba haiwezi kutimiza ahadi ya makombora kwa Ukraine, ambapo takribani duru 300 za mizinga haziwezi kupatikana, kulingana na mwanadiplomasia mkuu wa umoja huo Kaja Kallas. Umoja wa Ulaya umepungukiwa na makombora 300 kufikia lengo lake la milioni 2 la msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas ameeleza. Hata hivyo, hayo yote yanatajwa kwamba ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa kuipa Ukraine makombora ya Tomahawk. Akizungumza siku ya jana Jumatatu, Kaja Kallas alizitaka nchi wanachama kuendelea na usaidizi wa kijeshi na kifedha, akibainisha kuwa licha ya ahadi ya awali, mamia ya maelfu ya silaha bado hazijawasilishwa. Kaja Kallas alisema kuwa makombora milioni yanapatikana sasa kupitia mpango tofauti unaoongozwa na Czech, akijibu maswali kuhusu kupungua kwa kasi kwa msaada wa kijeshi wa Kiev tangu msimu wa joto kuanza. Hata hivyo, moja kati ya changamoto ambayo wanaipata wakati huu ni kauli ya rais wa Marekani Donald Trump aliyewataka wasitumie makombora mengine zaidi ya kununua makombora kutoka Marekani. Lakini wakati huu rais huyo wa Marekani anakataa kuwasilisha makombora ya Tomahawk ambayo yalipaswa kununuliwa na mataifa ya Magharibi. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema katika siku za hivi karibuni kwamba Marekani ina uhitaji mkubwa wa makombora hayo ya Tomahawk na kwamba hayatoshelezi kwa ajili ya kuipa Ukraine. Kadhalika, rais huyo wakati huu anasema kwamba haamini kwamba Ukraine inaweza kushinda vita vyake na Urusi. Na ni wakati ambapo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, ambapo alisema Ukraine haina uwezo wa kuweza kuishinda Urusi katika uwanja wa vita. Urusi bado wana nafasi kubwa ya kushinda. Sidhani kama Ukraine wana nafasi hiyo, alisema rais huyo wa Marekani. Nilisema wanaweza kushinda, lolote linaweza kutokea. Unajua, vita ni jambo la ajabu sana. Mambo mengi mabaya hutokea, mambo mengi mazuri hutokea pia. Lakini kimsingi, kwa hali ilivyo, Ukraine haiwezi ikashinda vita dhidi ya Urusi. Na hata alipoulizwa kuhusu madai ya mashambulizi ya Urusi katika maeneo ya raia nchini Ukraine, alijibu kwamba wengi waliouawa walikuwa ni wanajeshi. Trump pia alidai kuwa karibu wanajeshi 5,000 hadi 7,000 wa pande zote walikufa. Hata hivyo, Donald Trump amesema kwamba moja kati ya njia zitakazoweza kusuluhisha vita hivi ni Ukraine kukubaliana na mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba lazima aachie baadhi ya maeneo ambayo yapo chini ya milki ya Urusi, ambao ni pamoja na eneo zima la ukanda wa Donbas. Baadhi ya shehena zilitaka kuwasilishwa nchini Ukraine kutoka katika mataifa ya Magharibi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Kaja Kallas alisema ugawaji upya wa pesa au hatua zingine zinahitajika ili kujaza nakisi hiyo. Ahadi hiyo ya kutoa euro bilioni 40 sawa na dola milioni 47 katika msaada wa kijeshi, idadi ya baadaye ilipunguzwa hadi euro bilioni 5 kutokana na upinzani kutoka kwa nchi wanachama, ingawa uwasilishaji wa risasi ulibakia kuwa sehemu kuu ya mpango uliokamilishwa. Kulingana na taasisi ya Kiel Support Tracker ya Ukraine, misaada ya kijeshi kutoka mataifa ya EU ilishuka karibu 60% katika majira ya joto ya mwaka 2025 ikilinganishwa na mwanzo mwa mwaka. Urusi imekuwa ikishutumu mara kwa mara usafirishaji wa silaha za Magharibi kwenda Ukraine, ikisema kwamba huongeza tu mzozo bila kubadilisha matokeo, huku ikiongeza hatari ya mzozo wa moja kwa moja wa Urusi na NATO. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.